Taarifa kimsingi huwa inaonyesha mali za chama ama rasilimali za chama, zinaonyesha mtaji wa chama, inaonyesha pia dhima ama madeni ya chama. Sasa kwa mwaka wa fedha ulioishia Machi 2024, chama kilikuwa na jumla, nitakuwa nasoma jumla. Kwa chama kilikuwa na jumla ya rasilimali ama mali za kiasi cha shilingi bilioni 16,380,694, ambapo pia tukilinganisha na mwaka wa fedha uliopita kabla yake ulioishia Machi 2023, chama kilikuwa na jumla ya rasilimali za kiasi cha shilingi bilioni 4,138,948,354. Tukija katika upande wa mtaji, kwa mwaka 2024 chama kilikuwa na jumla ya mtaji kwa kiasi cha shilingi milioni 969,264,732. Pia tukilinganisha na mwaka uliopita ambapo chama kilikuwa na jumla ya mtaji kwa kiasi cha shilingi milioni 724,367,770. Pia upande wa mtaji unaonekana kuongezeka kwa asilimia 33.8. Tukija katika upande wa dhima ama madeni, kwa mwaka 2024 chama kilikuwa na jumla ya dhima ama madeni ya kiasi cha shilingi bilioni 15,465,963, ambapo pia tukilinganisha na mwaka wa fedha uliopita chama kilikuwa kina jumla ya dhima ya kiasi cha shilingi bilioni 3,404,580,584. Nikija katika upande wa taarifa ya mtiririko wa fedha kwa mwaka wa fedha ulioishia tarehe 31 mwezi wa 3 2024, kimsingi taarifa huwa inaonyesha mtiririko wa fedha zilizoingia na fedha zilizotoka, na huwa imegawanyika katika makundi matatu, ambapo kundi la kwanza linaonyesha mtiririko wa fedha katika shughuli za chama ama mtaji uzungukao, zile fedha zinazotumika katika kuendesha chama. Kundi lingine ni mtiririko wa fedha katika shughuli za uwekezaji, na kundi lingine ni mtiririko wa fedha katika shughuli za kifedha ama mtaji. Na lengo ni kujua kama fedha, namna mtiririko wa fedha ulikuwa kama ni positive ama negative kwa chama, na kama huwa kuna baadhi ya makundi kama ni negative, huwa sio kiashiria kizuri. Sasa tukija katika mtiririko wa fedha katika shughuli za chama ama mtaji uzungukao, chama kilikuwa na net, yani baada ya kuchukua zile fedha zote zilizoingia ukatoa na fedha zilizotoka, ikabaki positive ya kiasi cha shilingi bilioni 11,962,198, kitu ambacho ni kiashiria kizuri. Kimsingi huwa katika ukaguzi, baada ya kufanya ukaguzi wa taarifa za fedha, huwa zinatolewa hati ambazo zipo za aina 4, ambapo hati namba 1 ni hati safi ama hati inayoridhisha, ambapo chama kitapewa hiyo hati kama hizo taarifa za fedha zitakuwa zimeandaliwa vizuri na kufuata misingi ya uandaji wa taarifa za fedha, na hivyo kuonyesha uhalisia wa taarifa za fedha. Na hati namba 2 huwa ni hati yenye shaka, ambapo pia chama kitapewa hiyo hati namba 2 kama taarifa zitakuwa zimeandaliwa lakini zitakuwa na mapungufu madogo ambayo hayaharibu uhalisia wa taarifa za fedha. Na hati namba 3 huwa ni hati mbaya, ambapo chama itapewa hiyo hati mbaya kama taarifa za fedha zitakuwa zimeandaliwa lakini kutokufuata misingi ya uandaaji wa taarifa za fedha, na hivyo kutoonyesha uhalisia. Na hati namba 4 huwa ni hati isiyokuwa na maoni,
Kimsingi kwa lugha nyingine huwa tunaita kwamba hapa mkaguzi huwa atoi maoni kuhusiana na taarifa hizo za fedha, na hati hiyo huwa inatolewa pale ambapo kipindi cha ukaguzi mkaguzi atashindwa kupata taarifa ama vithibitisho vitakavyomwezesha yeye kutoa maoni. Kwa kusema hayo ni chama kikuu chuo kikuu katika ukaguzi uliofanyika wa taarifa za fedha zilizoishia tarehe 31 mwezi wa 3 2024 ilipewa hati ya kwanza ambayo ni hati safi ama hati inayoridhisha. Ninaomba kuwasilisha. Kuna siku moja mwenyekiti wangu tulipokuwa kwenye mkutano mmoja alishindwa kusimama, maana wanamuuliza chama chako kimepata hati gani? Inasumbua. Kuja chama kikuu kimepata hati gani? Ilikawa kama aibu vile. Mimi namtia aibu na mwenyekiti na meneja wa chama cha msingi anakotoka ni aibu. Sasa kwa hapa tayari kidogo tumeanza kupata mwanga. Naombeni sana mameneja, tushirikiane. Hawa Kwasco ni binadamu ambao wanakuja kufuatilia vitu ambavyo tumeviandika wenyewe. Naomba tushirikiane kuhakikisha tunabadilisha hizi hati. Nilipewa maelekezo kutoka Tume ya Maendeleo ya Ushirika. Hayo nimeamua kuambia. Mimi nafikiri niwashukuru sana bodi ya Union kupata hati safi. Ilikuwa ajabu sana vyama vya msingi vinapata hati safi halafu Union inapata hati yenye mashaka. Mashaka yanakuwepo kweli kweli, lakini kwa hali hii tayari tunaonekana kwamba kumbe hata yale mafunzo tunayapokea, maelekezo tunayopewa tunayapokea. Mimi niwashukuru sana kwa usimamizi mlioenda kufanya, umeonyesha mfano wa kutisha sana, kwa sababu Union inapopata hati safi ina maana tayari wewe ndio utakuwa mwalimu wangu, kwa sababu wewe ndio unanisimamia mimi. Kwa hiyo wewe ukiwa mwalimu wangu ni rahisi hata mimi kunirekebisha pamoja na wataalamu wengine. Kwa hiyo mimi nilikuwa napendekeza kwamba niwashukuru sana Union, niwape pongezi kubwa, lakini hata hivyo niombe ushirikiano. Msiishie kupata hati safi nyingi kama ulivyoenda kusema meneja, itakuwa bado inasumbua. Nimeangalia kwenye takwimu, hati zimeongezeka, ingawaje kwangu bado haijafika. Hati zimeongezeka. Kwa hiyo kama zimeongezeka, endeleeni kupush ili ikiwezekana kabisa mkutano unaofuata ziongezeke zaidi. Baada hata ya miaka 5 mingapi kule tuonekane kwamba wabaki hata wawili wanaoingia wapya, lakini wale wazoefu tuhakikishe tunaenda kupata hati safi na tunaonekana tunafanya kazi vizuri. Isionekane tunapata sifa zingine tu kwamba Chunya tunafanya vizuri kitumbaku, Chunya tunafanya vizuri kimatendo haya, lakini tukija kwenye hati tunaonekana ni wa mwisho. Ili kupata nguvu ya wataalamu kwamba wanatuelekeza tunayasikiliza tunayoelekezwa ni kupata hati safi. Niombe ushirikiano kutoka chuo kikuu, lakini hata maafisa ushirika waendelee kutupa nguvu na kutufuatilia, kwa sababu wanapotufuatilia ndipo ni kupata uwezekano wa kujua kwamba hapa nilikosea, inatakiwa nirekebishe vizuri ili nisije nikaonekana na dosari. Mimi nilikuwa nawapongeza, niwashukuru sana kwa kutekeleza majukumu kama tulivyokuwa tumeagizana mwaka jana. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. Lakini Instagram tunapatikana Chunya_official. Chuo cha VETA Chunya kiko katika halmashauri ya wilaya ya Chunya, mkoa wa Mbeya, na ni chuo ambacho kilianza kufanya utekelezaji wa utoaji wa mafunzo mwaka 2023. Chuo cha VETA Chunya kimejengwa kwa kuwekewa miundombinu ya kuwezesha kutoa mafunzo ya ufundi stadi katika fani kubwa 6. Fani ya kwanza ni umeme wa majumbani, lakini fani ya pili ni ufundi washi, fani ya tatu tunasema ni ubunifu, ushonaji na teknolojia ya nguo, lakini tuna uchomeleaji wa vyuma, ufundi wa magari pamoja na uhazili au sekretari. Ni mwanafunzi katika chuo cha VETA cha Chunya na nachukua fani ya umeme. Na ningependa kuwashauri wenzangu ambao wako nje, vijana ambao hawana shughuli za kufanya, wanaweza wakaja hapa Chunya wakajifunza. Tusikae tu kusema tusubiri kuajiriwa na serikali. Ajira zipo, tunaweza tukajiajiri sisi wenyewe, sababu kwa ujuzi tutakaopata hapa utatusaidia katika maisha ya mbeleni na tunaweza